Ndugu yangu kwema? Uko vizuri? Fresh kabisa vile. Tumetoka Dar es Salaam tunaelekea Singida, mchezo wa ligi kuu dhidi ya Black Stars. Wewe mwenyewe unaona ratiba? Ndio. Yanga akicheza wengine bado wanaachiwa waendelee kushangilia sare. Lakini sisi tunasema tunamkimbiza mwizi kimya kimya. Wao wakiendelea bado kuendelea kushangilia hiyo sare. Maana naona kabisa mamlaka imewaachia bado watu waendelee kuposti picha. Ukishaona timu kubwa kama Yanga tuwezi tukafuka tukawapa watu time ya kutosha kiasi hicho. Ukiingia kwenye peji yao unaweza ukasema sasa hawa wapiga picha wa hii timu mbona kama walikuwa wanawatamani kuwapiga picha wachezaji wa Yanga. Kuna mmoja huyo anaitwa Spirabinani, ukiingia kwenye peji yake kampiga Djigui Diarra picha karibu 20. Yaani hizo ni picha ambazo hamna hata logo ya timu yake useme anaitangaza. Yaani kajaza tu picha za Djigui Diarra. Ndio unakuja kugundua Yanga ni timu kubwa. Yaani inawezekana wewe udraw kwenye peji yako ufanye sherehe. Wapiga picha wako kwenye timu yako kwenye peji zao ni sherehe. Sasa katika kuswap kule nilipokuwa natafuta picha ya Diarra, nikasema mbona ukampiga picha nyingi? Hakupata picha na tuzo yake ya man of the match. Nikagundua watu bado wanaigo na bado wana asili ya timu ndogo ndogo. Maana kalipania sana dabi. Na wewe sasa unajiuliza watu wamedraw wako wanafanya sherehe vile kwenye peji yao. Mamlaka imewachia mpaka siku za kuendelea kushangilia sare kwa sababu tumecheza siku moja. Wao wameachiwa hapa katikati waendelee kufurahia kushangilia draw. Sisi tumepelekwa Singida kucheza. Kwa hiyo na waelewa mamlaka. Sasa wewe kaka, ilifika sehemu mpaka muamuzi anaambiwa akikosea anaweza akapelekwa magereza. Wewe mchezo ni watu wataacha kushangilia sare. Na mamlaka itakawashinde. Wao timu ya kushinda hawana. Ndio vile wamepata sare, wiki nzima wanashangilia. Lakini wanacheza vizuri sana. Sasa kucheza vizuri sio kushinda. Barcelona tulikuwa tunaongoza mpira ball position 75 kwa 25 dhidi ya Atletico. Na mechi imeisha tumekula chuma 4. Kwa hiyo kucheza vizuri sio kushinda. Na ndio maana wao wamecheza vizuri na hawajashinda. Yaani jibu liko hapo kwenye mechi yao. Haya wamecheza hivyo timu iliyocheza vizuri inaweza kacheza mechi 2 mfululizo afu inataka ubingwa. Man of the match kwenye hizo mechi 2 kwanza wamekuwa makipa. Mechi ya Dodoma unaweza kusema Yanga basi walitukazia ndio maana kipa amekuwa man of the match. Haya Dodoma Jiji kipa amekuwa man of the match. Sasa utasema una timu ya kushindania ubingwa unacheza mechi 2 unaangusha alama 4. Lakini sasa hivi viwango vyao wale wametuloga bwana, wale wajecheza vizuri, wale wametuloga. Wewe umeona kuna madumu mpaka ya mbege alikuwa anapita Zanzibar. Mimi Zanzibar tokea nazaliwa sijawahi kuona kuna mbege. Lakini kuna madumu ulikuwa unaona kabisa timu ya Simba imekuja nao wanashuka na madumu ya mbege. Madumu mengine watu mpaka wametembea uchi. Yaani ile draw imetafutwa na mengi, watu wametembea uchi. Watu waliokuwa uwanjani siku moja kabla ya mchezo wanakwambia wakati Simba wanafanya mazoezi kuna mtu alionekana yuko uchi wa mnyama. Sasa wewe wataacha kushangilia draw. Kwa sababu walikuwa wanajua hamna pa kutokea. Kwa hata huo mpira mzuri, kwanza unasema wale wamecheza mpira mzuri. Hivi nyewe mnajua mpira mzuri? Kaangalia Azam TV pale marudio ya ile mechi. Alafu kaulize ball position ilikuwa vipi kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Mechi nzima tumetofautiana, wao wana 51 sisi tuna 49. Sasa wamecheza vizuri huko, hata mpira wenyewe hajamili. Sema walikuwa na moment, hawakuwa na yani hawakucheza vizuri. Labda wanashoot on target hivi 4 vile, sisi tuna 2 zile. Yaani sioni pia ukisema wamecheza vizuri, sioni kwa daraja hilo kiasi hicho kwamba cha kusema kwamba Yanga tulicheza vibaya siku ile. Wao walikuwa na siku nzuri na uchawi plus na kila kitu. That's why nyinyi mnasema wamecheza vizuri. Rembo ulimuona wewe viwango vyao balaa. Nyie mmezoea tu kusifia. Yule Heroes amecheza yaani amecreate chance ngapi kama kiungo namba 10. Kwa nanyima usingizi na beki wa Yanga. Wewe bwana wamekutana na wawinga wao wanakimbia bila sababu za msingi kama viberenge. Nyie ndio mmeona amecheza mpira mzuri. Wewe muangalie Zimbo alipokuwa na mark yule Libasagwe. Muangalie Zimbo alivyohamia upande huu wa Ansi Taura. Alipokuwa na mark. Kwanza katika mabeki wamecheza vizuri kwenye ile mechi ni Isra Mwenda. Ni vile nyie mnaangalia moment. Mbona watu wanamsifia yule Kibabagi? Yaani unamsifia vipi Kibabagi ambao muda mrefu yeye alikuwa amefocus kuzuia na sio kushambulia. Kwa mechi ile kwa upande wa timu yao mimi naweza nikakwambia hata Kapombe alikuwa yuko vizuri huko Kibabagi. Lakini kwa upande wa Yanga muangalie Israel alipokuwa na mark yule Ansi Taura. Muangalie Zimbwe. Watu wengi mnasema Zimbwe ile mechi ameteseka. Lakini ile mechi Zimbwe alikuwa anafanya basic. Alikuwa anamzuia yule Libasagwe asicheze mguu wake wa kihalisia. Na ndio mara nyingi Zimbo alikuwa anateseka kule pembeni. Yaani uwezo kwa na winga anakimbia tu ajue anakimbia kuelekea wapi. Zimbo alifanikiwa kumzuia yule Libasagwe, alikuwa hayupo direct. Ndio maana mara nyingi unaona anakutana na Zimbo yuko kwenye flanks za uwanja. Kwa hiyo mechi pia au mawenga wao nao waongelea walikutana na akili nzuri ya wachezaji wa Yanga. Angalia Israel alivyokuwa na maki yule yani Seti Aura. Mara kibao tu amewini battle zake. Au nye mpira mzuri ni wachezaji wa timu pinzani kusogelea lango la timu pinzani. Haya wamelisogelea, nini kimetokea? Kuna mtu pale anaitwa Djigui Diarra ameenda mechi ya 5 ya dabi ana clean sheet. Hii amuongei.
mtaongea kosa za Libasagwe, mtaongea kosa za Anicet Aura, mtaongelea yani vitu vya kawaida. Watu wameenda kupost paka kwenye page yao mtu kupigwa tobo. Haya, mbona hawajapost ile ya Mudathiri haya anamlambisha nyasi Kagoma? Kwa sababu hakuna yani hakuna kitu kibaya. Matobo anapigwa Messi, anapigwa Ronaldo, sio Zimbwe tu. Huyo Zimbwe iliyopita kamtesa Kapombe hivyo unavyoona kama alivyomtesa vile. Vitu vya kawaida bwana. Sisi Yanga timu kubwa tuwe tukashangilia hii draw. Tumepata draw zidi ya Simba tushangilie. Tumezoea kuwafunga hapa mara 6 mfululizo. Draw si tumeumia. Ndio maana draw kwao wameshinda. Focus ya mechi ile imeshaisha, sasa tunahamia zetu Singida. Sasa hivi imekuwa na makelele mengi kama vilio vingi sana. Ratiba. Mbona mnaogopa wananchi? Tunaogopa nini kaka? Wewe kutokea tarehe 1 mpaka tarehe 21 Yanga anacheza mechi 7. Wewe uogope? Waone kama kuna mpango mkakati hapo wa kutufifisha sisi kwenye mbio za ubingwa. Hapo tunakuja issue na kusema kwamba mna quality players. Sasa wewe Yanga wana majeruhi wangapi? Dickson Job ule pale saizi ameshaenda hospitali. Mgonjwa yule ana injury tena ya miezi 2. Haya, njoo kwa wachezaji wengine. Njoo kwa mchezaji kama nani huyo? Njoo kwa mchezaji kama Pakome. Wachezaji wa Yanga hawalindwi kaka kwenye mechi za Yanga. Wewe unaweza kuona yule Job ameumia kikawaida tu, ni physical battle ya uwanjani. Tuliokuwa nyuma Amani Complex tunajua kilichotokea. Sio kila kitu kamera za TV zitakuonyesha kaka. Kilitokea nini tujuze. Sasa waliokuwa uwanjani watakuwa wananielewa. Nini kuepo? Waliokuwa uwanjani watakuwa wananielewa. Inos kuna kitu walimfanyia Dickson Job. Maelekezo binafsi ya? Sasa mimi sitaki kujua ni maelekezo binafsi kwa sababu ziko timu nyingi zinatumwaga kuumiza wachezaji wa Yanga. Na sio tu hiyo, kwenye hizi mechi zinazokuja hapa utaona mpinga sana za wachezaji wa Yanga kuumizwa. Lakini sasa Yanga tuna squad kubwa na ndio maana sisi hatujasema ratiba kwamba hatutacheza. Tumesema ratiba ni ngumu lakini tunaziendea mechi zetu. Kama hivyo unaona sasa hizi tuko zetu safarini, tunaenda kucheza na Black Stars. Tutashinda, tutatoka hapo tunarudi na Police Tanzania tutashinda. Kwa sababu tuna squad ya kushinda. Sasa kama wanajua kitu walichokifanya kwa Yanga kwa hii ratiba ni chepesi, wampe mtoto wao alafu waone kama hajapoteza back to back. Yanga sisi tuna timu ya kushinda back to back hata mechi 10 mfululizo. Kwa hiyo ni kama wanaisumbua tu mahakama na sisi tunazidi kumaliza mechi na wanasemaga biashara asubuhi mahesabu jioni. Kwa hiyo wao sidhani wanatukomoa, ila wajue kabisa wanatupelekea mapema kutetea ubingwa wetu mara 5 mfululizo. Aucho wamemrejesha Singida Black Stars. Wametoa taarifa kwa umma baada ya kumsimamisha kwa miezi 3 kwenye mchezo wa leo, huenda kakiwasha kama kocha kimpanga. Mimi kwanza nilishtushwa na taarifa za Khalid Aucho. Aucho wana mimi sijajua kama Aucho ana utovu wa nidhamu wa kutokuhudhuria kituo chake cha kazi. Mimi nadhani Singida labda na wao walikuwa na vitu vyao na issue zao nyingine ambazo zikawapelekea kumsimamisha Khalid Aucho. Aucho ni mchezaji mzuri, nadhani sasa na wao wameanza kummiss. Wakiona tena goalkeeper yule amehusishwa na mambo ya kubeti, wakigeuka hivi au kapaka wachezaji viwango vimepanda, viwango vimeshuka, wakikumbuka wachezaji wao wamewagawa bure kwenye timu nyingine, hawana budi kumrudisha Aucho. Sisi Yanga tuwezi tukasema tunahofia kucheza na Singida kwa sababu kuna Aucho. Singida kuna wachezaji wazuri, wewe mwenyewe unafahamu. Kuna kina Morishtakei, kuna kina Elvis Rupia. Wote hao ni wachezaji wazuri. Kuna huyu fullback wao wamemtoa na Mungu, alikuwa kwa mkopo, akaenda Mtibwa Sukari, anaitwa nani huyu? Huyu anacheza namba 3 anaitwa nani yule, nimemsahau kidogo. Imoro. Mchezaji mzuri Imoro. Goalkeeper wao ukiacha huyo Ogabise, kuna Metacha goalkeeper mzuri. Kwa hiyo Singida ni timu nzuri. Huwezi kusema kwa sababu eti Aucho amerudi Yanga tutastruggle. Hata kama Aucho asingerudi bado wana quality na ya kushinda mechi yote. Singida anaweza akacheza leo na Simba, kesho akamfunga na kesho kutwa akamfunga. Wewe mwenyewe ni shahidi, Simba waliokota chuma ngapi? Tanzania tukwa rasi Simba amefungwa goli 3 pale. Msimu jana tu, juzi tu hapa. Wakajana. Kwa hiyo Singida wana timu nzuri, hata kurejea kwa Aucho akufanyi tu Yanga waongeze umakini. Hata kama hao ambao watapewa nafasi kucheza leo bado ni wachezaji wazuri ambao wanaweza wakashinda zidi ya timu yoyote Tanzania. Kwa hiyo sisi umakini wetu ni kwenda kuchukua alama 3 muhimu na sio kuangalia sijui Aucho amerudi, sijui nani amesamehewa. Yanga ni timu ambayo ina focus inaenda kucheza na timu gani. Hai focus inaenda kucheza na kiungo design gani. Na ndio maana pale kuna Damaro. Kuna Azizi Ndambwile. Kuna wachezaji wengi pale kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo tutajua namna ya kwenda kushinda hilo bato. Kama unadhani bato la Aucho